Huku viongozi nchini wakitakiwa kusitisha kampeni za mapema na kuipa serikali iliyoko mamlakani muda wa kutekeleza ajenda zake kwa Wakenya, mwaniaji wa urais anayepigiwa upato wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i amejitokeza hii leo na msafara wake katika kaunti ya Kisii, huku akishangiliwa na umati mkubwa wa wakazi wa mji wa Kisii. Katika msafara huu, mwanasiasa Fred Matiang'i amewataka vijana kuchukua vitambulisho vya kitaifa na kuhakikisha wanajisajili kuwa wapiga kura ili kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi ya kuelekeza taifa kwa uongozi bora. Niongee na Wakenya kutoka kaunti zote za Kenya. Mtanipea nafasi hiyo? Tuko na shida. Yeah. I want to tell you this, my friend. Because I know when there are challenges in a country such as we have now, and we have many challenges, let us not pretend we have serious challenges. We can very easily be tempted with each other, we start beating each other, be divided, and to mess ourselves up and destroy our country. I want to ask you, my fellow citizens, tafadhali tunawaomba tusipoteze imani. Let us not lose hope in our country. Tukae na imani. We are a country that is built on resilience. Hizi shida zote tuko nazo hapa, tushikane sisi wote. Siku hiyo ikifika, tutavuka hiyo daraja na tutaenda mbele. Mungu atatusaidia tufix hiyo maneno, hii jetu iwe sawa sawa. Tumekubaliana? Mimi nawashukuru sana. Tushikane sisi wote pamoja, tuende safari hii, tushike kadi ya kura, tupige kura, tukae na amani na upendo. Hapa this time round tutatafuta hii kitu na mkono wa kushoto ili tuende pole pole tufike hapo. Mungu na